Mtazamaji wa Aviation Tanzania popote ulipo, ikiwa leo ni Januari 16 mwaka 2026, ambapo siku ya leo uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere umeweza kushuhudia historia mpya baada ya jengo la viongozi mashuhuri limezinduliwa leo hapa katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere Terminal 1. Tuko na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania TAA, Bwana Abdul Mombokaleo, aweze kutufahamisha zaidi upekee wa jengo hili na linaleta tija gani hasa kwa huduma za abiria, lakini pia kwa Watanzania kwa ujumla. Habari yako kiongozi? Nzuri, nashukuru sana. Hongereni kwa hatua hii. Asante sana. Tuambie kwa ufupi kuhusu jengo hili, uwezo wake, lakini pia linaleta tija gani hasa kwa, katika sekta ya anga kwa sasa? Jengo hili la watu mashuhuri kwa maana Presidential Pavilion ni moja ya majengo ambayo yanakuwepo kwenye airport kubwa mbalimbali, lakini sisi kama Tanzania tumejidadavua kwa kuwa na jengo hili, kwa maana kwamba tunajiona kama Tanzania ni sehemu kubwa ya kuhost mikutano mikubwa kimataifa. Na chimbuko la ujenzi wa jengo hili ulianzia pale mwaka jana tulipokuwa na ule ugeni wa, kama mnakumbuka, ile ilikuwa ni kongamano la Energy Summit. Tuliweza kukaribisha nchi zaidi ya 30 kutoka bara la Afrika, jambo ambalo kwa kweli tuliona kuna uhitaji wa kuwa ni miundombinu ya kisasa, ikiwa ni moja ya mkakati wa kuimarisha miundombinu tulionayo. Sambamba na hilo, ukiangalia pia mtazamo wetu hasa Afrika za Mheshimiwa Rais katika kukuza na kuendeleza utalii kama moja ya chachu ya kuleta maendeleo ya nchi, jengo hili linatuongezea thamani, yani kwa maana value for money, lakini ya kivutio kwa wageni mbalimbali kuja Tanzania, viongozi mashuhuri kuja Tanzania kwa maana diplomatic missions, na kuifanya nchi yetu kuwa ni champion katika bara la Afrika, na kama sio dunia kwa ujumla, katika kuwa na miundombinu iliyo bora na ya kisasa katika viwanja vya ndege. Tuamie katika uwezo wa jengo hili, lina uwezo gani hasa na lina upekee kiasi gani? Jengo hili lina vyumba 5 ambavyo vinaweza kuhudumia viongozi wa kitaifa na kimataifa kwa wakati mmoja, kwa maana kwamba kila lounge inaweza kuwa na uwezo wa kuwa na arrangement zake zinazojitegemea. Tunasema separate protocols, kwamba lounge moja unaweza kaingia ndani ukapata huduma mbalimbali ndani ya lounge moja, kwa maana sehemu ya kukaa, sehemu ya kufanya tete ya tete, huduma mbalimbali ikiwa hata huduma za faragha. Kwa hiyo naweza kusema ndani ya wakati mmoja unaweza ukawahudumia marais 5. Licha hivyo, kuna kumbi za mikutano kwa ajili ya kufanyia mikutano, lakini kuna huduma nyingine za kibinadamu kwa maana kama cafeteria, holding rooms, lakini hii kama haitoshi, jengo hili limejengwa katika muundo kama terminal building nyingine zilizopo kwenye airport, kwa maana kwamba viongozi wanaweza wakaja wakashuka airside, wakaingia ndani ya jengo, wakafanya mkutano wao, wakarudi airside na kwenda katika nchi zao. Sio lazima mpaka watoke barabarani waende kwenye mahoteli. Hapa wanaweza wakafanya mikutano yao, na hapa wakarudi kwenye ndege na kuondoka kwenda katika nchi zao. Umezungumzia chanzo na sababu kubwa ya kujengwa kwa jengo hili hapa katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere, na kwamba ilikuwa ni uhitaji kutokana na mikutano mbalimbali ya kiserikali ambayo inafanyika katika mkoa huu. Ni maeneo gani ambayo unaona kuna uhitaji bado katika kuboresha zaidi sekta ya anga katika viwanja vya ndege? Yes, maeneo mengine ambayo tunataka kuongeza ni kuconnect usafiri, kama ilivyosemwa hapo awali kwenye hotuba. Tunataka pia kuongeza kwa kunogesha, kwa kusema tunasema multi transport mode, kwa maana kwamba tuna engage reli, huduma za mabasi kwenye viwanja vya ndege, hata huduma za taxi, kwa maana kwamba mtu anaweza kutoka huko na kutoka kwa treni aba SGR akapanda mwendo kasi akafika hadi airport, au akapanda reli treni akafika airport na kuunganisha, au kutoka airport kwenda sehemu nyingine ambazo anaunganisha usafiri wa aina nyingine. Kwa hiyo kwa ujumla, sisi kama TAA, lakini kwa kushirikiana na wadau wenzetu katika Wizara ya Uchukuzi, tumejipanga kuwa na miundombinu ya pamoja ili kurahisisha maisha ya msafiri na Mtanzania kwa ujumla. Huu mchakato uliogusia wa kuunganisha usafiri kati ya usafiri wa SGR na airport umeshaanza kuingia katika utendaji kazi? Yes, umeanza kuingia katika utendaji kazi. Kwa mfano, Kilimanjaro tunataka kuunganisha Moshi na Arusha kwa kupitia reli ili kupunguza msongamano, kwa sababu tunajua barabara inaunganisha Moshi na Arusha ina magari mengi. Kwa tunaamini watumiaji wa Kilimanjaro International Airport watapata reli, kwa hiyo kupunguza msongamano kwenye barabara, na uko kwenye hatua ya utekelezaji.
Tayari timu ya reli na TAA tunaendelea na upembuzi yakinifu kwenda katika utekelezaji. Yeah. Shukrani sana kwa wakati wako. Asante sana. Na ni mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania TAA Bwana Abdul Mombokaleo ambaye tumeweza kupata fursa ya kuzungumza naye mawili matatu kuhusu sekta ya anga, lakini zaidi kuhusu zoezi ambalo limetoka kufanyika siku ya leo Januari 16 mwaka 2026 la uzinduzi wa jengo la viongozi mashuhuri katika kiwanja hiki cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere. Jina langu ni Zana Kasim, tupatane wakati mwingine.